Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye chaneli yetu tuzidi kuhabarishana. Mjadala mkubwa na mzito wa kisiasa umezuka na kusambaa kwa kasi mkubwa kote nchini kufuatia kauli ya kiongozi mwandamizi na mstaafu aliyekuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Anna Makinda. Katika maelezo yake yaliyovuta hisia za kipekee za wananchi wengi, kiongozi huyo ambaye aliongoza bunge la Jamhuri ya Tanzania chini ya utawala na tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM amemsifu hadharani mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antiphas Lissu kwa kumtaja kuwa ni miongoni mwa watu wenye uwezo mkubwa na wa kipekee wa kisheria na uchambuzi aliyowahi kukutana nao wakati aliongoza bunge. Hatua hii imemfanya spika huyo wa zamani kuwa kiongozi wa kwanza mwandamizi na mkongwe kutoka chama tawala kujitokeza hadharani na kumtambua rasmi uwezo mkubwa wa mpinzani huyo mkuu wa siasa hapa nchini, jambo ambalo limeibua maswali mengi juu ya mwelekeo wa mahusiano yao ya kisiasa na kiitikadi. Spika huyo wa zamani amebainisha kuwa katika kipindi cha uongozi wake ndani ya bunge kulikuwa na nyakati kadhaa ambapo jombo hicho kilikumbana na mijadala mizito, migumu na yenye utata mkubwa wa kisheria ambayo ilisababisha mkwamo mkubwa miongoni mwa wabunge wengi walioshindwa kupata njia ya kusonga mbele. Alielezea kuwa katika hali kama hizo ambapo bunge lilionekana kusimama na kukosa mwelekeo wa kisheria, mambo yalikuwa yakiboreka na kupata ufumbuzi wa haraka mara tu pindi ya kuwasikiliza wabunge wachache waliokuwa na ujuzi wa kina, uzoefu wa kiwango ya juu na uwezo mkubwa wa uchambuzi wa sheria na kanuni za bunge. Katika hotuba hiyo alimtaja Tundu Lissu kama mmoja wa wabunge waliokuwa wakionyesha akili isiyo ya kawaida na ya kipekee kila aliposimama kuchambua masuala ya kisheria na taratibu zote za uendeshaji na shughuli za bunge. Kiongozi huyo mkongwe amesisitiza kuwa uongozi bora, madhubuti na wenye mafanikio makubwa ndani ya bunge unahitaji kiwango kikubwa cha uvumilivu, heshima ya hali ya juu pamoja na utayari wa dhati wa kusikiliza hoja zote zenye nguvu za kisheria bila kujali upande wa chama au itikadi anayotoka mbunge anayezungumza. Alifafanua kwa kina kuwa kuongoza emehili huo kwa mafanikio makubwa au hitaji tu kushinda mizozo au kukandamiza hoja za pande mwingine kila siku, bali kunahusisha uwezo wa kuelewa kwa kina mitazamo tofauti na kutafuta suluhu za pamoja zenye tija zinazolenga kunufaisha taifa nzima na raia wake wote. Aliongeza kuwa katika kipindi chake chote cha uongozi alipendelea zaidi kusikiliza kwa makini mabishano yaliyolengwa juu ya misingi za hoja za kitaalamu, tafiti na ukweli wa kisheria badala ya kujihusisha au kujirusha au kuruhusu malumbano yasiyo na tija ya kisiasa za vyama, mbinu ambayo ilisaidia bunge hilo kuvuka nyakati ngumu na zenye mivutano mikubwa ya kimaslahi. Kuhusu dhana nzima ya siasa na ushindani wa vyama nchini, spika huyo wa zamani alisisitiza kuwa shughuli za kisiasa kamwe zisichocholewe wala kuendeshwa kama uadui wa kibinafsi au chuki kati ya viongozi na wanachama wa vyama tofauti vya siasa. Alielezea kuwa jukwaa la kisiasa linapaswa kuwa sehemu sahihi ya kushindanishana mawazo mbadala na hoja za kisheria pamoja na maoni tofauti yenye lengo la kuchangia maendeleo endelevu ya kitaifa na taifa na ustawi wa raia wote wa Tanzania.
Kauli hizi zimevuta hisia za kipekee na za aina yake kwa sababu zimetolewa na kiongozi aliyeongoza bunge kwa nidhamu ya chama tawala, wakati mwanasiasa anayesifiwa amekuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa na wenye sauti kubwa dhidi ya mifumo vya kisheria, utawala na sera za serikali ya chama hicho. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na utawala bora nchini wameanza kutoa misimamo na uchambuzi wao kuhusu uzito, umuhimu na maana halisi ya kauli hiyo ya Anna Makinda katika mazingira ya sasa ya kisiasa nchini. Baadhi ya waangalizi wa mambo wanaeleza kuwa maoni hayo yanajenga msingi imara wa mwito mpya wa kurejesha siasa zinazoongozwa na masuala ya msingi wa taifa, mawazo mbadala ya kisheria na mijadala ya kisera badala ya mifumo ya siasa inayotawaliwa na mashambulizi ya kibinafsi na ushindani usio na staha. Wanasema kuwa hatua ya kiongozi mkongwe wa chama tawala kutambua hadharani talanta, akili ya ajabu na mchango wa mpinzani wake mkuu inaonyesha kiwango cha juu sana cha ukomavu wa demokrasia na inaweza kusaidia kukuza utamaduni wa kuheshimiana kitaaluma katika ulingo wa siasa za ndani. Mijadala hii inajitokeza katika kipindi ambacho nchi inashuhudia harakati na mijadala mbalimbali inayohusu maridhiano ya kisiasa, umoja wa taifa na ushiriki mpana wa kidemokrasia miongoni mwa wadau wote wa kisiasa na asasi za kiraia. Wachambuzi kadhaa wanaamini kuwa matamshi ya spika huyo wa zamani yanaweza kuwa na mchango mkubwa unaovuka mipaka ya bunge kwa kusaidia kupunguza migawanyiko mikali ya kiitikadi na kuhimiza maridhiano ya kweli ya kitaifa miongoni mwa vyama. Wanabainisha kuwa utambuzi kuhusu huu unaruhusu kuwepo kwa nafasi kubwa zaidi ya mazungumzo yenye kujenga kati ya serikali na kambi za upinzani ili kupata suluhu ya changamoto mbalimbali za kisheria na kikatiba zinazoikabili jamii kwa sasa. Kwa upande mwingine wa wafuasi wa siasa na wanachama wa vyama vya upinzani, unaona kuwa maneno ya spika huyu wa zamani yanadhihirisha ama yanathibitisha kile kilichokuwa kikilelezwa na wafuasi wa upinzani kwa miaka mingi kuhusu uwezo mkubwa wa kisheria, ujasiri na usoevu wa kibunge alionao kiongozi wa chama cha Chadema. Wananchi wengi wamechukulia kauli hii kama ushahidi madhubuti kwamba utaalamu wa kitaalamu na akili kubwa vinaweza kuthaminiwa kwa pande zote mbili, hata kukiwepo na tofauti kubwa za kiitikadi za vyama na ushindani wa kupigania madaraka. Hata hivyo, wataalamu wengine wa masuala ya utawala wametoa tahadhari dhidi ya kutafsiri pongezi hizo kama ishara ya kumuunga mkono kisiasa au kuelekea kubainisha ama kubadilisha mwelekeo wa chama chake, wakisema kuwa kumtambua akili na uwezo wa mtu au maanishi kumuunga mkono katika msimamo wake wa kiitikadi au malengo ya siasa.